Muhammadin TV. Pamoja tuelimishane. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز من اتقى. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة والمذنبين. بعدكم حميد الله عز وجل. Khutba yetu ya leo inazungumzia juu ya tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na wale ambao ni wenye kufanya maasiya na madhambi. Kwa nini tumechagua maudhui hii? Ni kutokana mazingira, chokochoko, ugomvi, matusi, dharau na kejeli baina yetu. Na muda huo tukiyafanya haya huku tukijinadi kwa jina la Uislamu, kwa jina la imani. حديثنا اليوم مع خير الأنام صلى الله عليه وسلم. Mazungumzo yetu katika siku ya leo tunazungumza tukiwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, linaqifa ma'a janibi min jawanibihi akhlaqiyya allati hiya rahmatu lil alamin, ili tutazame sehemu miongoni mwa sehemu za tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tabia ambazo ndizo zilizopelekea kuwa yeye ni rahmatu lil alamin, ni mwenye huruma na rahma kwa walimwengu wote. Wa taamulihi ma'al mudhnibina wal usati wal mukhalifin, tuone Mtume alisuhubiana vipi, aliishije, kwa sababu watu kufanya makosa tumo, watu kuwa na madhambi tumo, na watu kukhalifiana kumo. Je, Mtume aliishije na watu wa sampuli hii? Hivi sasa sisi ni Waislamu, tunasali nyuma ya imamu mmoja kwa kipindi kimoja kwa wakati mmoja, lakini pamoja na yote haya tunaitana majina mabaya sana, tunadharauliana sana. Kadhalika tunabezana pia. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna mcha Mungu kuliko yeye, hakuna mwenye imani kuliko yeye, hakuna mwenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yeye. Lakini katika tabia zake Mtume sallallahu alayhi wasallam alipenda sitara, alipenda asaturu, alipenda kumsitiri Muislamu, hakupenda fadhiha, hakupenda kumfedhehesha Muislamu kwa namna yoyote iwayo. alipenda kumsitiri Muislamu.
na uchamungu wake na unabii wake na upole na ukarimu wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika hili utaona katika hadithi mashuhuri maarufu, hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, amesema man satara aurata akhihi almuslim satara Allahu auratahu yawm alqiyama. Yule ambaye, man, yoyote yule awaye, ni wa kiume ama ni wa kike, akasitiri aibu ya ndugu yake Muislamu. Tunazo aibu sisi kupitia kwenye nafsi zetu wenyewe, kupitia kwa wake na waume wa kwetu wenyewe, kupitia kwa mabinti na vijana wetu wenyewe. Tunazo aibu nyingi la yuadu wala yuhswa, nyingi. Sasa Mtume anasema mwenye kusitiri aibu ya ndugu yake Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atasitiri aibu yake siku ya Kiyama. Wa man kashafa aurata akhihi almuslim, na mwenye kudhihirisha, mwenye kufunua, mwenye kutangaza, mwenye kudhihirisha aibu ya ndugu yake Muislamu ili yaadhirike, ili yafedheheke, ili jamii muone kwamba hana imani, hana dini, hana tabia njema, kashafa Allahu auratahu hatta yafdhahu fi baiti. Allah subhanahu wa ta'ala atazifunua, atazidhihirisha, atazionyesha aibu zake huyu ambaye yeye ndio ilikuwa kazi yake kudhihirisha aibu za mwenzake. Tena akasema atamfedhehesha hata akiwa ndani ya chumba chake, hata akiwa ndani ya nyumba yake Allah atamfedhehesha, kwa sababu amesimamia jambo baya, amesimamia kashfa ambayo si nzuri. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wewe na yeye nani mcha Mungu? Wewe na yeye nani anayejua dini? Si kila jambo unalosikia la ndugu yako unamfedhehesha. Si kila kasoro unayoiona ndugu yako lazima uidhihirishe kwa watu. Kwani wakishaijua huwa ni nini? Wakishaijua huwa amekosa dini? Wakishaijua huwa ameingia kwenye kufuru? Na wakishaijua wewe unafaidika na nini? Hakuishi hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa kupenda saturu Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena si katika jambo ambalo naliona kwamba ni dogo. Lamma jaa Hazal radhiyallahu anhu liyashhad ala Ma'iz bizina. Hazal ni sahabiyun radhiyallahu anhu, amefika mpaka kwenye majlisi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda kutoa ushahidi dhidi ya Ma'iz, mtuhumiwa wa uzinifu. Akahojiwa, akakiri, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hapendi mashtaka kupelekwa kwake, kwa sababu pindi anapofikishwa kwake atasimamisha haddi, hukumu, na hapendi kuiona hukumu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana mkono wake haujapata kusimamisha haddi kwa kumpiga mtu wa kumtoa damu mtu hata siku moja. Hapendi hilo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhia ikasimamishwa, bwana akahukumiwa rajmu. Jibu la Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Hazal akamwambia,
lau satartahu bithawbik lakana khairan lak, lau ungelimsitiri kwa nguo yako, nyamaza, ungemsitiri, huenda angetubia, huenda angekuwa mwema, huenda angefanya mambo mazuri. Si kwamba mtume anapendelea dhambi hiyo, na si kwamba mtume hapendi yafanyiwe hicho kilichofanywa, lakini mtume hapa anazungumzia satru, kule kumsitiri ndugu yako Muislamu ili asifedheheke. Hizi ndizo tabia za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lau satartahu, lau ungelimsitiri bithawbik, kwa sitara yako wewe, kana khairan lak, hili lingekuwa ni bora sana kwa wewe ewe Hasan. Imamu Ibn al-Athir katika kusherehesha kauli hii na maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innama qala dhalika hubban liikhfa'i alfadhiha, si vinginevyo bali mtume alimwambia Hazal maneno haya kwa kupenda asitiri fadhiha ya Maiz. Kaingia kwenye fahisha, kaingia kwenye kosa, basi alipenda asitirike, wala si kwa jambo jingine. Wa karahiyata liishaatiha, na mtume alikuwa anachukizwa na hili jambo kuenea katika jamii, kwamba fulani kafanya uzinifu, ni Muislamu huyu, ana imani huyu, na anampenda Allah na mtume wake. Ndio maana alipofikia wakati wa hadi amekubali adhibiwe na amekiri juu ya kosa lake. Asiyempenda Allah wala mtume wake asingekubali kukiri na wala asingekubali makosa yale. Sisi tunakhtalifiana, tunakoseana, tunakhtalifiana katika mitazamo ya uelewa, ikawa ni uelewa wa aya ama ni uelewa wa hadithi ama ni mafuhumu fulani kutokana na uchache wa elimu zetu, hilo tu. Lakini tunafedheheshana, tunashambuliana, na wala hatujafanya maasi. Wewe umeelewa hivi na mwenzako ameelewa vingine, tumeshindwa kusitiriana. Tena hilo lilikuwa ni dhambi kubwa. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam, mtazame tabia zake, pamoja na hata wenye maasi ya madogo madogo. Alikuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala ya Rasulullah, inni asabtu haddan faaqimhu ilayya. Ya Rasulullah, mimi nimefanya kosa ambalo linastahiki kuadhibiwa, faaqimhu alayya, nisimamishie haddi. Kama ni viboko nitandikwe, na kama ni kufedheheshwa taazir mbele ya umma nifanyiwe taaziri hiyo, nimefanya kosa mimi. Walam yas'al, lam yas'alhu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallama hajamuuliza sahaba yule, kwani ulifanya dhambi gani? Kwani ulifanya kosa gani? Hakutaka hata kulijua kosa lile. Hii ni sitara. Hakutaka hata kulijua. Umetukana? Umekunywa pombe? Hapana. Umefanya? Hakutaka kulijua Mtume sallallahu alaihi wasallam kosa ambalo bwana huyu ameenda kukiri mbele ya Mtume na kumwambia, nimefanya kosa ambalo linastahiki mimi nisimamishiwe hadi, nichapwe viboko mathalan. Wa hadarat as-salah,
wakati bwana huyu anaenda kushtakia makosa haya kwa Mtume SAW, muda wa sala ukafika. Fasalla ma'a nabii sallallahu alayhi wasallam, akatekeleza swala, akasali akiwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Falamma qada an-nabii sallallahu alayhi wasallam as-salah, alipomaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kusali, yule bwana akarejea tena. Qala, akasema, ya Rasulullah, inni asabtu haddan faaqim fiya kitab Allah, mimi nimefanya kosa linalostahiki niadhibiwe, naomba nisimamishie hukumu ya kitabu cha Allah kwangu mimi. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyoamiliana na wenye makosa, anavyoamiliana na wenye madhambi. Alimuuliza nini? Akamwambia, alaisa qad shahidta as-salah, je, si umehudhuria na umesali swala wewe? Qala bala, akasema ndivyo ya Rasulullah, nimesali lakini na dhambi yangu na kosa langu. Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allaha qad ghafara lak, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kusamehe wewe. Fandhur lam yasaluhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hebu angalia, Mtume akamjibu akamwambia, hakika kitendo chako cha kuhudhuria swala na ukaitekeleza swala tena mbele ya uwepo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na bado unataraddad, unasita juu ya kosa na dhambi uliyofanya, fa inna Allaha qad ghafara lak, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekusamehe. Falam yandur wa lam yas'al an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an tabi'at adh-dhanbi wa tafasilihi, hajauliza Mtume sallallahu alayhi wasallam wala hakutaka maelezo wala tafsiri wala sharhi ya madhambi. Ulifanya dhambi gani? Ulikosea nini? Ulituhumiwa lipi? Yalikuwa ni mazingira gani? Bali intakala min adh-dhanbi ila al-ilaj, bali Mtume ametoka kwenye dhambi ya huyu bwana, hakutaka kujua ile dhambi, akaenda moja kwa moja kwenye matibabu. Matibabu ni tauba, matibabu ni sala. Si umekwisha tekeleza swala wewe? Basi kwa udhu wako na kwa nia yako ndani ya swala na kwa kuitekeleza swala yako, Allah amekwisha kusamehe. Misdaqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, haya yanakuja kusadikisha pia yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, mwaonaje lau kuna mto mbele ya nyumba ya mmoja katika ninyi anaoga na kujisafisha kwa siku mara 5, je, kuna baki uchafu katika kiwiliwili chake? Masahaba wakamjibu akaambia, la ya Rasulullah, hakuna uchafu unaobakia katika mwili. Akaambia, ndivyo ilivyo swala 5. Kadiri anavyotawadha huyu mara 5, yanatoka madhambi mpaka chini ya kucha zake, muda wa kuwa tu nia yake ni njema, azima yake ni kubwa, makusudi yake ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni taamul ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anavyoamiliana na watu wenye makosa, watu wenye madhambi. Hataki kuwatupa wala hataki kuwapoteza. Mnakumbuka kisa cha Abdullah bin Himar? Huyu bwana alikuwa huwa anaijaza furaha, anafanya Mtume acheke, yani anapenda Mtume awe na raha katika muamala wake. Kasoro yake ni moja tu,
alikamatwa akiwa amekunywa siku ya kwanza, akapelekwa kwa Mtume, akasimamishiwa hadi, na Mtume hapendi hizi, lakini akasimamishiwa hadi, na hapendi kesi ifike muda ukuwa imeshafika, akasimamishiwa hadi, tandiko viboko, akaondoka zake. Siku nyingine tena likatokea hilo hilo, akasimamishiwa hadi, akaondoka zake. Mara ya tatu alipofikishwa, masahaba waliohudhuria kikao hicho wakamlaani Mtume sallallahu alayhi wasallam, akagomba, akawakemea, akawaambia msimsaidie shaitani, msimpe nguvu shaitani katika kumwangamiza ndugu yenu. Huyu ndugu yenu Abdullah huyu anampenda Allah na anampenda Mtume. Ndio maana kila anapohukumiwa anakubali hukumu ya Allah na anakubali hukumu ya Mtume, na anasarenda katika hukumu. Msimsaidie shetani kumwangamiza ndugu yenu. Kwa hivyo ndugu yako akilewa, usimtupe, usimpoteze, usimlaani. Tafuta kila njia ya kumsogeza aje karibu, mfahamishe. Hasali, usimkimbie, tafuta kila njia, msogeze aje kwenye swala. Hana sitara binti yako, hana sitara mke wako, hana sitara mama yako, hana sitara jirani yako, usimfukuze, usimkimbie, muite karibu aje, mfungulie, muonyeshe makosa yako wapi katika hili jambo, ili akishalitambua huenda atarejea, atarudi. Je, mnasahau kijana yule aliyekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwomba idhini ya uzinifu? Mtume alimwambia nini wakati masahaba anapiga kelele, huna adabu wewe, unawezaje kuzungumza maneno kama haya mbele ya Mtume? Mzuie huyu. Mtume akamwambia mwacheni, mwacheni. Si ameuliza jawabu na si anataka ruhusa, mwacheni. Akaanza kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana wewe, si unataka kwenda kufanya uzinifu? Naam, naruhusiwa. Rasul akamwambia, sikiliza nikwambie, je, walipenda hili kwa mama yako, afanyiwe hivyo mama yako? Sema la, hasha, niko tayari nikutoe fidia ya Rasulullah, lakini mamangu asifanyie kitu kama hiki. Niko tayari kujitoa fidia, mamangu asipate na kitu hiki. Akamwambia, kama hupendi mama yako kutendewa hili, kadhalika na ndugu zako pia hawapendi mama zao kufanyiwa hivyo. Je, walipenda kwa dada yako? Jibu ni lile lile. Je, walipenda kwa shangazi yako? Jibu ni lile lile. Je, walipenda kwa mama yako mdogo? Jibu ni lile lile. Je, walipenda kwa binti yako? Abadan, sipendi. Akaambia, ndivyo ilivyo. Hata kwa ndugu zako wengine hawalipendelei hilo. Alichosema ni nini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ud'u Allah li, niombe kwa Allah, nimeshajua ubaya, niombe kwa Allah anitakase, anitoe na uovu huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuombea huyu bwana autoharishe moyo wake, amsafishe na makosa haya. Wala hajamkemea, wala hajampiga, wala hajaonyesha kwamba una utovu wa nidhamu kiasi gani unakuja kuuliza swali baya kama hili mbele ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali alitaka atoe fundisho na alitaka atoe muongozo. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله
ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه مع الجاهل. Huruma, upendo, utaratibu, upole wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoamiliana na mtu ambaye ni mjinga. Ujinga hapa ni kutokuwa na elimu ya jambo, na wengi tuko hivyo. Anapokosea mwenzako usimtukane, usimdharau, usimpuuze. Muongoze, unapata ujira sana wewe. Kila atakachofanya yeye na wewe unapata ujira ule, na raha kipungui kitu. Kwa nini umwache ndugu yako angamie? Anas ibn Malik anasema, kuntu amshi ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa nitembea na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa alayhi burdatan najrani, na yeye amejivika vazi la nguo lililotengenezwa katika mji wa Najrani, kama koti kwa sasa tunavyotumia, liwe ni jacket, liwe ni jubba kubwa kwa ajili ya baridi. Ghalidh, zito, ghalidhul hashia, upande wake wa pembeni ni mzito, ili limsitiri na baridi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa adrakahu a'rabiyun, akaja bwana wa mashambani kule, kamfuata nyuma Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamkwida shingoni. Fajabadhahu min khalfihi jabdatan, akamkamata kwa nyuma Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukamataji ambao umeacha athari kwenye shingo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ukumbuke kwamba kwenye hashia, pembezoni mwa lile guo, kuna nyuzi ambazo ni hashi, ni ngumu, ghalidh, nzito, kwa ajili ya kumkinga na baridi. Anas anasema, hatta raaitu safaqata unuqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mpaka nikaona alama za kuumizwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye shingo yake. Faqad atharat bihi hashia alburd, hakika shingo yake imeathirika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokana na uzito wa lile guo na kutokana na kubanwa na yule mzee wa mashambani. Anataka nini mzee huyu? Akaambia, ya Muhammad, aatini min mali llah, nipe katika mali za Allah. Wewe una baitul mal, unaletewa sadaka, kuna ngawira zinapatikana kwenye jihadi, kuna mali unazo chungu mzima. Aatini min mali llah, nipe katika mali za Allah ambazo ziko kwako. Sasa ni nguvu, ni lazima. Huyu ni jahil, ni mjinga. Huyu ni mtume wa Allah, hamdhulumu yoyote, na ni mwadilifu mno, na ana tabia njema, na Allah keshamsifia, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe umo katika tabia njema mno. Walakum fi rasulillahi uswatun hasana, ninyi mna kiigizo chema kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila kitu kipo kwake. Hata alipoulizwa Aisha radhiyallahu anha kuhusiana na tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu alquran, ilikuwa tabia ya Mtume ni Qur'an. Kwa hivyo unavyomuona Mtume akitembea ni sawa na kusema kwamba Qur'an inatembea katika mgongo wa ardhi. Kwa nini huyu bwana ambinye kiasi hicho? Anataka mali. Aatini min mali llahi alladhi indak, nipe katika mali za Allah ambazo ziko kwako. Tena hajamwambia katika mali zako, min mali la, hii ni haki yetu, tupatie bwana, mimi na njaa na watoto wangu, nipe. Faltafata ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fadhahika an-nabiy, akageuka nyuma kumtazama Mtume, akacheka. Ni mjinga huyu, kwani aliniomba nikamnyima? Alitaka akakosa? Alilia njaa tukamnyamazia? Ni mjinga. Thumma amara lahu bi'ita, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha, haya mpatieni mjinga huyu, mpeni katika mali apate kula. Angalia taamu,
angalia huruma, angalia upendo. Hivi leo hii katokeza mtu wa sampuli hii, sikuambia naye kukwida hivyo, bali ambaye anakosa tu ihtiramu na wewe, amekosa lile jina zuri la kukusifia. Uko kwenye ofisi yako, ameshindwa kukuita boss, ameshindwa kukuita sheikh, ameshindwa kukuita mkuu, ameshindwa kukuita mheshimiwa. Amekuja tu moja kwa moja, bwana, hebu nipatie changu hapo naondoke. Atabonyeza kengele mara moja tu pale. Yaani askari atakayekuja pale, wewe hautokanyaga chini. Chini hukanyagi. Hiyo chini utaenda kuikutia nje utakapochukuliwa pale. Na kitendo hiki Mtume hakuwazuia masahaba na walikuwa pale. Kama vile ambavyo kitendo cha kijana yule kumhoji maswali yale Mtume, masahaba pia walikuwa hapo na wakamzuia kabisa, mwacheni. Mfano huo kadhalika wa mjinga ni kama yule aliyekuja akakidhi haja ya mkojo msikitini, wakataka kupiga kutoka mbele, tuzirimuhu, mwacheni. Mwacheni alivyo. Baadaye akaja akamwambia, msikiti huu bwana haukujengwa kwa ajili ya kuacha uchafu humu. Si mahali pa kukojolea hapa, si mahali pa makohozi na vinyesi hapa. Hapa ni mahali pa dhikrullah. Hapa ni mahali pa swala. Hapa ni mahali pa ibada. Hapa ni mahali pa adhkar. Akakumbukia vile jamaa walivyochemka, wangelimtandika kwa namna gani. Paka akasema, akaomba dua, akasema, ya Allah, muhurumie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unihurumie na mimi, wala simhurumie mwingine, maka walitaka kunitandika hao. Huruma, akhlaqu nabii sallallahu alaihi wasallam, kaifa yataamal ma'a al-mukhalifin, ma'a al-usat, ma'a al-mudhnibin, wa kaifa nataamal nahnu ma'a ikhwanina al-muqassirin. Hivyo alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya hivyo na watu ambao na madhambi, wana makosa, hawaache na wakarudi, anawasogeza karibu. Sisi je, tunaamiliana vipi na ndugu zetu ambao tumekosa salamu tu, tumekosa maneno mazuri tu, au hajakupa hata lifti ya gari, au kapita tu na gari, lakini gari lazima litimue vumbi na ni jangwa, kiangazi, ataendeshaje gari yake? Hana njia, lazima apite tu. Yaani kwa sababu umenunua gari mpya ndio tutumulia vumbi hapa? Wala sio hilo, si makusudio yake. Kwa nini usimwombee dua njema tu kwamba Allah akubariki katika kipanda chako, na mimi inshallah ataniruzuku kipanda na mimi nitanunua kama cha kwako inshallah? Kwa nini siwe hivyo? Kwa nini usizungumze kwa wema na ndugu yako ambaye mmekhtalifiana katika uelewa tu wa jambo miongoni mwa mambo ya kidini? Muislamu mwenzako mnapishana njia, hakuna salamu wala kutazamana. Ameua huyu? Hapana. Amefanya dhambi gani kubwa? Huyu manhaji yake ni hovyo sana huyu. Muite basi, mweleweshe manhaji nzuri afuate ili uishi naye salama. Si ni ndugu ninyi Waislamu? Hizo ni tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tumeamrishwa tuzige tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tuingie katika ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا أبدا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Muhammadin TV. Pamoja tuelimishane.